Okay. Real njoo. Okay. Mujisikilie nye peke. Okay. Gusa pale, gusa. Tayo kandundao. Njoo pale kabisa. Komanda sektere mwenye option njoo ule. Mapambano makali yanaendelea huko kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga kati ya vikosi vya wahasi wa Ngomino Twirwaneho dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo. Leo ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka wa 2025, mpendwa msikilizaji, ambako tunakuletea hizi za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari hizi kwa walio wengi zaidi na waendelee kuzipata kama kawaida. Moja kati ya habari kuu tulionayo asubuhi ya leo kutoka ndani ya sekta ya Itombwe ni kwamba vikosi vya wahasi wa Ngomino Twirwaneho waliweza kushambulia kambi za jeshi la taifa FARDC zilizoko katika maeneo ya Bilalo-mbili na vijiji vingine jirani na kutekeleza mashambulizi hatari. Mpaka sasa hali bado ni tete. Kwa mujibu wa vyanzo vya mahali vinasema ya kwamba hali ni tete kwa wakahaji wa maeneo hayo ambao walikuwa wanakimbia kutoka maeneo ya Mikenge na Minembwe na kujificha katika vijiji hivi vya Bilalo-mbili pamoja na Tabunde, lakini pia vijiji vingine jirani. Na kuhusu kipi kinaendelea kwa sasa, tutajiunga naye mkuu kiongozi wa vijana Mfariji Lewis kutoka maeneo hayo ili aweze kutuambia hali iko namna gani kwa sasa na mapambano yanaendelea kwa namna gani. Kwa hivyo nakusihi kuwa nami kwa kusikiliza mahojiano yetu mimi naye kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe ambaye anatoka sehemu ya tukio na taarifa kamili kuhusiana na jinsi ambavyo mapambano yamezuka na jinsi mapambano yanavyoelekea. Mimi ni Ramsey Ramadhani, hakikisha unakuwa nami mwanzo mpaka tamati. Jambo Mheshimiwa Mfariji Lewis, wewe ni mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe. Kuna taarifa tumezipata ya kwamba mapambano makali yanaendelea huko kati ya vikosi vya wahasi wa Ngomino Twirwaneho, Red Tabara pamoja na M23. Labda tuambie mapambano haya yameripotiwa sehemu gani na hali iko namna gani kwa sasa? Leo ni tarehe 6, kiongozi. Jambo sana mwana mtangazaji, ni Mfariji Lewis, mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe. Ni kweli tumekuwa na hali ya sintofahamu asubuhi ya leo ya tariki 6 mwezi wa 11 2025. Ngome ya jeshi ya FARDC imekwenda kuzingirwa kabisa na hao waasi wa M23 Twirwaneho na washirika wake wa Red Tabara asubuhi ya leo, na mpaka sasa mapambano ni makali sana. Ila tunapenda kukumbusha watu kwamba eneo hizo za Tuetue, Bilalo-mbili, Ngezi na Pwenzero ni eneo ambako raia wengi milioni ambao walitoka eneo za Mikenge na kando kando walikuwa wanakimbilia eneo hizo, na hiyo ngome ama position ya FARDC ambayo iko atake leo ni position ambayo iko kunako umbali wa dakika inaanza kuwa 10 ama 12 na kituo cha afya centre de santé ya Mikenge. Na hivyo adui kabisa amekuja kushambulia hiyo ngome ya jeshi la taifa, na ni ngome ambayo inapatikana katikati ya vijiji. Mpaka sasa ni vigumu kabisa kujua nini kinaendelea, kwani risasi zinarindima kabisa nzito na zile ndogo ndogo. Lakini tuwakumbushe shambulizo hiyo za hiyo ngome ya jeshi ya taifa limeshambuliwa baada ya mapambano siku mbili. Mapambano yalianza siku ya pili ya tariki 4. Hao watu waasi wa Twirwaneho M23 na washirika wake walijipenyeza, wakapenda tu kuingia eneo za Ngezi, Bilalo-mbili, huku wazalendo na jeshi ya taifa waliwafuatilia, wakashinda kabisa mchana mzima wakirushiana mabomu. Na siku ya 3 pia adui tena alijipenyeza akaingia katika eneo za Bichumbe. Ni kijiji ambacho kinapatikana pembezoni ya kijiji cha Pwenzero na kijiji cha Mtunda, huko ukitokea eneo za Kalingi. Tuko ndani ya groupment ya Bashimukinji ya kwanza, sekta ya Itombwe, tarafani Fizi, eneo za nyanja za juu. Na hiyo ni hali halisi ambayo tuko nayo kwa leo, lakini sisi kama vile kitengo cha vijana ndani ya sekta ya Itombwe tunakwenda kulaani vikali vitendo vyote vya ukiukaji wa haki wa kibinadamu na kulaani kabisa mambo ambao hawa waasi wa Twirwaneho M23, AFC na Red Tabara ambao wanaendelea kuangamiza wamama, watoto. Mpaka sasa tuko katika msimu wa mvua, lakini
wengi wote hapa asubuhi wameamkia kwa masasi, na wengine watoto wanasambaratika. Mpaka hivi hatujajua nini kinaendelea huku kabisa, tukilaani vikali na kusema kwamba sheria ni lazima ifanye mkondo wake, na hao wote ambao wanaendelea kuangamiza raia wasiokuwa na hatia, ili siku moja wakaende kujibu kunako hizi hatua ambazo wanaendelea kuzifanya. Kulingana na swali mtangazaji, ndio kumekuwa na maandamano pale Mikenge. Tumesikia raia wa Kinyamulenge wanaandamana, ilikuwa ni siku ya pili. Wanasema kwamba Warundi watoke kunako maeneo tofauti, wakitaja Mikalati, wakitaja Point Zero, wakitaja Rugezi, eti wamekwenda kuzingira jamii la Kinyamulenge. Lakini mtangazaji, hiyo imekwenda kushangaza makabila mengine, na hayo yote tumeona kama wafanyasiasa ndio wanaendelea kuplanifie ama kuandaa mbinu kama na hizo. Jeshi ya Burundi wanapatikana pale Bokoboko, ni ndani ya tarafa la Fizi. Jeshi la Burundi linapatikana pale Bijombo, liko pale Kamombo, liko pale Muramvya. Lakini sasa mshangao, watu ambao wamekwenda kuandamana ni watu wanapatikana pale Minembwe, ambako kunapatikana Twigwaneo, kunapatikana M23, kunapatikana AFC. Niseme hiyo muungano wao, na ni wao wamekwenda kuandamana kusema kwamba Warundi watoke. Ya pili ni namna gani raia anaweza kujiinua na kuandamana, wanamke wanaingia katika barabara wakiimba kwamba Warundi watoke. Nipenda kujua nini kilituma kwanza wa Murundi afike. Eske ni raia aliita Murundi? Nadhani ni government za nchi ndio zimekwenda kuikala pamoja na kusema kwamba hii jeshi ya Burundi inakuja kusaidia ili kusaka adui muasi alitoka nchi ya Burundi, huyu Red Tabara na huyu Aloise Zabampe ambaye anapatikana huko akiwa na malengo ya kitusi ya kutumikishwa na Kagame kwa ajili ya kwenda shambulia Burundi. Kwa nini sasa raia wa Kinyamulenge ambao wanapatikana pale Bokoboko wao wasiandamane, na wao wako na Warundi siku hapo? Kwa nini ambao wanapatikana Kamombo hawaandamane? Kwa nini hao Wanyamulenge wanapatikana hapo Bijombo hawakuandamana? Wenye wako Minembwe ndio wanakwenda kuandamana, or Minembwe hakuna Murundi? Minembwe hakuna Murundi. Hiyo yote inakuwa ni maplanification za wafanya siasa. Kwani siku zilizopita tulisikia Mwezi Nyarugabo akipana hesabu eti kuna position zaidi ya 17 na zaidi ambazo zinapatikana huko, ambazo zina lengo ya kufanya genocide kwa Wanyamulenge. Lakini sasa wakati vijiji vya Wafuleru, Wabembe, Wanyindu, Warega vinaendelea kuteketezwa, wamama wameshikwa, wanabakwa, wanabatu kukufa, Nyarugabo aseme kitu kwake yeye anaona kama ni vile fete, kwake yeye anaona kama ni kawaida. Lakini wakati wazalendo na jeshi la taifa wakijibu kwa shambulizi, kwake inakuwa ni genocide ambayo inakwenda kuandaliwa. Ndio maana tunaweza kupatia vijana wenzetu wa Kinyamulenge wasiendelee kutumikishwa na wafanyasiasa, kwani sisi sote tuna jukumu ya kutafuta amani na kuishi pamoja katika hizo eneo za milima mirefu na mifupi ya tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Alafu wakati wataendelea kutumikishwa na wafanyasiasa, hiyo itakuwa ni jambo ambalo haliko sahihi. Pia kunako video ambazo zimeendelea kuzunguka kunako mitaani, tumeona wamama ambao ni wa Kinyindu wanasema kama Kisekedi ndio alileta Barundi abarudishe. Hiyo yote ni mambo tu iko planifie na wafanyasiasa wa Nyarugabo na wengine. Na hao wamama ambao ni wa Kinyindu walikamatiwa, wiko pris en otage katika lugha ya Kimombo. Wiko pris en otage pale Minembwe ili waendeleshe kuonesha ulimwengu kama makabila zote ziko pale, Wanyindu wiko, Wafuleru wiko, Wabembe wiko. Oro ni mambo ambayo haiko. Ni wamama ambao walishikwa wakienda mashambani, wanashikwa, wanawatia pale kuonesha ulimwengu kama makabila zote ziko pale Minembwe wanaishi kwa usalama. Bwana mtangazaji, ni hayo kweli tumekwenda kulaani na tunalaani sana, huku nikiita vijana wa makabila zote, wa Kifuleru, wa Kinyindu, wa Kibembe, pia hata na wa Kinyamulenge. Machochezi ya fanya siasa si kwa malengo yetu. Wachochezi ya fanya siasa ni kwa malengo yao wenyewe binafsi, ili waendelee kupata maarufu, waendelee kupata vyeo katika government zozote zile. Ndiyo hiyo kabisa. Lakini kwa sasa mtangazaji, kwetu ingali ni vigumu
kujua matokeo ni gani, kwani raia wameshambuliwa katika kijiji cha Tuetue, Ngezi, Bilalo Mbili. Mpaka sasa ni vigumu kabisa, lakini tuko katika kipindi cha mvua, wengi wametawanyika maporini na risasi linaendelea. Ndio maana tumesema kwa sauti kabisa ya kishindo kusema kwamba tumelaani vitendo kama na hivyo, na raia wote wana jukumu ya kuishi katika hiyo milima mirefu, na hususan jeshi la taifa na wazalendo pia nao wanakabiliana na hizo shambulizi, na tuna imani kwamba tutakuwa na matokeo mengine mida yoyote ile, kwani tunaendelea kufuatilia, lakini tunaoga kwani adui amekwenda ingia katika eneo ambao kunapatikana watoto wa mama na wababa wasiojiweza. Huenda kunaweza kukaonekana maafa mengi, lakini tuwakumbushe tu shambulizi la siku ya pili na siku ya tatu kuna tayari majeraha na waliokufa. Hivi tayari kunaweza kuwa zaidi ya watu 5 sasa wamejeruhiwa na wamepelekwa pale Fizi ili kupata matunzo, na wengine ambao wamefariki ni karibuni watu 3, na hiyo yote kabisa ni maplanification za Nyarugabo. Wakati makabila mengine yanakufa, kwake inakuwa ni fete, na wakati jeshi ya taifa na wazalendo wanafuata adui M23, yeye kwake inakuwa kama ni raia ndio wanakwenda kushambuliwa. Ni hayo mtangazaji, tulipenda kabisa kuambia raia wote wajue kwamba kinachoandaliwa katika milima mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga ni masakre ambayo inaandaliwa na inatayarishiwa na wafanya siasa wamoja kama vile Nyarugabo na wengine ambao wanaona makabila mengine hayo yanastahili tu kufa, na ingine ndio ambayo inaweza kupata utetezi. Taarifa zingine mtangazaji tunaendelea kufuatilia, labda mida ya jioni tunaweza tena tuko pamoja, lakini ni kweli ni kwa huzuni mkubwa sana tukiwaambia taarifa hizi. Asante sana. Ni mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe, Mfariji Lewis, tukipatikana makao makuu ya sekta hapa Kipupu. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni hali halisi ya kile ambacho inaendelea kwa sasa huko kwenye milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Itombwe na Mwenga, ndani ya sekta ya Itombwe ambako hali si shwari mpaka sasa. Kwa hivyo endelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina. Matokeo rasmi tutakuja kuletea hapo baadaye, baada ya kupata ripoti zingine mchana wa leo tarehe 6 Novemba mwaka wa 2025.